Kila mtu hapa duniani ana uhitaji na matumizi ya maji. Ila maji yakipatikana kinyume na uhitaji husababisha maafa. Mfano wakati wa Nuhu, utaona maji yalikuwako na yamkini walikuwa na uhitaji wa maji, lakini yalipozidi yale maji yalipelekea uharibifu mkubwa pamoja na vifo kwa watu. Kwa sababu hiyo basi, leo hii nataka nielezee vyanzo 5 vya maji. Kila chanzo kina maana yake kwenye ulimwengu wa roho ikiwa umeota ndoto ya aina hiyo. Namba 1, mafuriko, maji yaliyotapakaa kila mahali. Unaweza ukaota maji yamejaa kwenye chumba, yamejaa kwenye nyumba, yamejaa mahali ambako unapita, lakini mafuriko au maji yanazidi kujaa kwa kasi ya juu. Basi fahamu kwenye ndoto hiyo Mungu amekusemesha juu ya uharibifu na mauti. Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ile ya 7 mstari wa 17, utaona vile mafuriko yalivyotokea wakati wa Nuhu. Maji yakapata nguvu, yakaongezeka, yakaanza kufunikiza nyumba. Unaweza ukawa naota ni ndani ya nyumba, maji yanaanza kutoka chini, yanaongezeka, yanapanda juu paka kwenye madirisha. Vyombo vinateketea humo kwenye maji, vyombo vinazama kwenye maji, makochi yanazama kwenye maji. Lakini ukija kuangalia hii uko kwenye ndoto. Sasa elewa, Mungu anakujuza kwa habari ya roho ya uharibifu ambayo nimeipa jina la mauti. Mafuriko yalipokuja wakati wa Nuhu, hakuna kiumbe chenye uhai ambacho kilisalia kikiwa hai. Sasa elewa, nyumba yako ikianza kujawa na maji mengi, roho ya mauti iko hapo kwenye hiyo familia. Namba 2, maji ya mvua. Maji ya mvua huleta taarifa ya baraka ambazo ziko mbele yako. Kitabu cha Yesaya sura ile 55 mstari wa 10. Biblia inasema, maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinyweshea ardhi na kuizalisha na kuchipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Ndivyo mvua ikishuka, mvua inamaanisha huleta baraka kwa mavuno, huleta baraka juu ya ardhi. Sasa unapoota mvua inakunyeshea, unaloana manyunyu ya mvua, inamaanisha ni baraka ambazo Mungu ameziweka mbele yako, na hizo baraka zinaweza kuleta utimilifu. Ila zingatia isije kawa ni mvua ya mawe. Ikiwa ni mvua ya mawe, ina maana nyingine pia. Namba 3, maji ya mto. Maji ya mto hutoa taarifa kwa habari ya majaribu ambayo yako mbele yako. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ile 40 mstari wa 15, utaona Ayubu anatuelezea kama vile kiboko ayapigavyo maji kwa nguvu za kiuno chake na hutikisa mkia wake kama mwelezi. Sasa utaona hapa kiboko anakuwa anapimana nguvu na maji. Kule anakotoka ya nguvu, yeye hulazimisha aelekee, kwa anapishana na nguvu ya maji. Sasa mtu mmoja anapoota ndoto ya maji na yale maji yanakuwa ni mengi, yamkini anakuchota kwenye miguu, unavuka mto unashindwa kuvuka, ni majaribu ambayo adui anakuwa ameyaweka mbele yako. Namba 4, maji ya bahari. Maji ya bahari huashiria roho ya agano la mauti. Kitabu cha Ufunuo sura ile ya 10 mstari wa 11. Ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo utaona Biblia inasema, mkononi mwake alikuwa ameshika hati ndogo iliyokuwa imefunguliwa. Mguu wake wa kulia uliwekwa juu ya bahari na mguu wake wa kushoto uliwekwa juu ya nchi kavu. Maana yake ni yeye atakayehukumu walio hai na wafu. Kwenye nchi kavu ni mahali pa wenye uhai, lakini baharini alikuwa anamaanisha ni mahali ambako pa mauti. Na ndio maana ukisoma yule mnyama aliyetoka baharini alikuwa na jeraha la mauti. Nadhani msomaji wa Biblia utakuwa umeshanielewa. Kwa hiyo unapoota uko baharini, unafanya chochote baharini, wengine wanaota wako chini ya bahari, yote hayo ni maagano, lakini anakuwa amebeba roho ya mauti juu ya maisha ya mtu. Namba 5, maji ya chemchem. Maji ya chemchem hukuletea taarifa kwa habari ya uzima na utoshelevu wa mapenzi ya Mungu juu yako. Kitabu cha Zaburi ya 1:13. Ndio maana ukisoma Zaburi inasema, mtu huyu ni kama mti uliopandwa pembeni ya vijito. Vijito hivi vyenyewe haviishiwi maji kwa sababu vina chemichemi ndani yake. Biblia inasema ndivyo atakavyostawi. Sasa kumbe chemichemi hutoa taarifa kwa habari ya mtu ambaye anatembea kwenye baraka za Mungu. Ila Mithali 4:23 inasema, linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima wako. Unapoota maji ya chemichemi mahali fulani, ninakuhakikishia mwaka huo utavuka salama, hautopata magonjwa yaletayo tabu kwenye mwili. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Ni mimi wako Pastor Philip Mbasha, nabii wa ndoto. Usiache kushare, kusubscribe, kulike na comment kwenye YouTube channel yangu. Amen.